Jina naitwa Nasla Dadi. Subscribe, comment and share Kalamu TV Online. Jina naitwa Nasla Dadi, mkazi wa Mbae Kawe. Niko soko kubwa leo, nimekuja kuemea futari, lakini jamani tunachoka. Vitu yani kila kitu unachogusa kuhusu futari, sio nafaka, sio yani kila futari vitu viko juu, bei ni kubwa mpaka walaji tunachoka, ni tunachanganikiwa, lakini ndo hamna namna. Tutanua, tunataka tufuturu tena tutafanyaje, lakini vitu kiukweli bei ziko tofauti na pale nyuma. Kama mwanzo ulikuwa ukinunua kiazi cha 2000 kidogo at least kinasaidia, lakini leo kiazi cha 2000 ni viazi wameweka viazi vitatu, kama hayo magimbi 2000 3000 ndo unapata kidogo, lakini bei ni kubwa. Kama una familia kubwa lazima uchukue 6000 2000 hayatoshi. Bei. Ukiwauliza nao pia wanasema ni hata changamoto ni kama hivyo, ni usafirishaji, na hata wao pia wananunua kama ni gunia walikuwa wananunua shilingi ngapi, sasa hivi na wao wanapandishia, ndio maana hata wao pia wanapandisha. Kwa sio tangawizi, sio kitunguu, sio mchele, sio nazi, yani kila kitu ni bei. Hata tunda la kutengenezea juice parachichi kama mwanzo ulikuwa unanunua 700, sasa hivi unalinunua 1500. Najulikana kwa Bwana Mohamed Salum aka Babu Bishi. Hali ya upatikanaji wa bidhaa za futari kwa kweli bei ziko juu kwa kweli. Bei ziko juu. Kwa hiyo tunashindwa jinsi ya kuelewa, sijui labda huko inakotoka usafiri haieleweki, au muda labda wa mazao, mvua zijanyesha vizuri haieleweki, lakini bei kwa kweli ziko juu. Kabla ya ujio wa mwezi mtukufu, kwa sababu almost ni kwamba bidhaa zenyewe uko mashambani, yani wakati bado, yani mvua mazao yamechelewa. Kwa ni hali za kawaida. Tunategemea labda baadaye ambapo hivi vyakula vitavyokuwa tayari bei lazima itashuka, lakini sasa hivi viko juu kwa sababu bado wakati wake. Miogo bado, vitundi bado, unaona. Kwa vile vinavyopatikana vile lazima vipatikane kwa bei ya juu kidogo. Naitwa Jafalani Hamisi Salumu. Huu jina la sokoni Mama Ajila au Mchina. Unajua futari mwaka huu ni bei mbaya sana. Yaani kutoka vile matani zote zilizopita. Lakini wenyewe wakulima wanasema sababu wanasema muda wa mavuno bado. Hata wenyewe wakulima bado wana force tu kuvuna vyakula kuvileta huko. Sasa lazima wauze bei wanaotaka wao. Sasa hata kama sisi tunaenda kuchukua na bei mbaya sana. Tunaona kama tumepandisha biashara, tumepandisha bei kwa ajili ya Ramadhani. Kumbe hata bila Ramadhani. Sababu kama viazi tumeanza kununua mwezi wa 8 wa 9 ule viazi 200 na 40,000. Tindima moja ndio. Na hivyo kuja Ramadhani tuuza hivyo 200 na 40,000. Viazi vitamu. Ile tindima tutoka kilo 35 lile. Sasa hizo anatuuza 100,000 na 20,000. Hata kabla ya Ramadhani, sababu viazi tumeanza kuuza tangu mwezi wa 9 wa 10. Hata kama ilipofika Ramadhani bei yake ni ile. Lakini mfanya biashara au mlaji anaona wewe umpandisha bei sababu ya Ramadhani. Kumbe ndio bei zake tu walivyopanga wenyewe wakulima. Maboga ndio hivyo tunavyouzaga. Tunavyonunua kwa 3,000, 4,000, tunauza kwa 3,500, 5,000 tunauza. Lakini ndio bei za kawaida. Tunavyoona mimi mfanya biashara, mimi ninavyoona ndio bei zao za tangu zamani. JP ni mfanya biashara katika soko la Mkunguni. Kwa hali ya sasa hivi kibiashara hali sio nzuri kivile, na hala sio, niseme sio mbaya kiasi kile, lakini vitu sasa hivi gharama iko juu kulingana na nyakati hizi. Kilichopo ambacho kipo kwenye nyakati hizi ni kwamba vitu vimepanda, vitu ni adimu. Maisha yamekuwa ni changamoto kidogo kwa watu. Hali si rafiki kwa watu. Fedha imekuwa ni ngumu kwa watu. Lakini tu kwenye mfungo, ili kutimiza imani inabidi tukubaliane na uhalisia wa hali. Ya kwamba hata kama hali ni ngumu, itabidi tukubali kuweza kuendelea na mfungo ilivyo. Lakini kwa ujumla mazingira sio rafiki kwa watu. Hali ni nzito kwa wastani. Kwa jina naitwa Abdallah Athman Magomba, ni kiongozi wa bodi ya ushirika wa wafanyabiashara soko kuu, na kwa niaba ya mwenyekiti wa soko ningependa kuelezea hali ya biashara kwa sasa hapa sokoni kwetu. Ukweli ni kwamba bidhaa kwa sasa hivi kweli zimeongezeka bei. Na zimeongezeka bei si kwa sababu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani.
zimeongezeka bei kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani umeingia katika kipindi ambacho si cha mavuno kutoka cha mavuno. Kwa hiyo utakuja kuona kwamba mchele sio wakati wake, mahindi sio wakati wake, mpunga sio wakati wake, na nafaka zote sio wakati wake. Na hata ukitazama vile vile mihogo, maboga nayo yaliathirika kufuatana na mashambani, kufuatana na ukosefu wa mvua mapema. Hayo yote yaliweza kusababisha bidhaa hizo kukosekana. Kwa hiyo bidhaa inapokuwa imepotea, maana yake upatikanaji wake sokoni hauwi kama vile wakati ambapo nafaka hizo zinapatikana. Sasa nini kimejitokeza kwa mwaka huu? Mwaka huu niseme labda wafanya biashara wamepata neema moja au mbili kubwa, kwamba wenzetu wa Kikristo wao wana siku 40 za kufunga. Waislamu wana siku 30 za kufunga. Wote tunafunga katika mwezi huu wa Ramadhani. Maana yake bidhaa zilizopo na mahitaji ya watu zinatofautiana. Maana yake mahitaji ya watu ni makubwa na bidhaa tulizokuwa nazo, kwa sababu si za kutengeneza sisi wenyewe hapa, maana yake tunaagiza kutoka katika mikoa ya wenzetu. Maana yake sasa wote tunategemea kitu kimoja hicho. Kwa hiyo biashara unaweza kuona kwamba maharage yameingia, yameuzwa shilingi 2200 tulipoanza, lakini sasa hivi yanauzwa shilingi 2400. Kwa nini? Kwa sababu kule alikofuata amekuta bei imepanda, na huku tulipokuja sisi tumeshamaliza yale 2200. Maana yake bei inafanya nini? Inaongezeka. Idadi ya watu ni kubwa kuliko bidhaa tulizokuwa nazo, na hizo zote zimetokana na mifungo kuwa miwili. Kwaresma ipo siku 40, Waislamu wako na wao siku 30. Katika hali hii si wafanya biashara wanaongeza bei, hapana, isipokuwa biashara imejiongeza bei kufuatana na uhaba wa kitu chenyewe tunachokihitaji. Rai yangu ni kuwaomba tu wafanya biashara wasiongeze kupita uwezo, kiasi ambacho tunaweza tukakosa sasa zile fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Subscribe, comment and share Kalamu TV Online.